waandishi itakuja. Sauti TV mwanangu. Fresh. Semaje, habari yako? Safi kabisa. Vizuri kaka. Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Sasa hali ya hewa ya Arusha sasa ndio umezoea ndugu yangu. Nakusikia sauti inatoka au nyama za jana. Sina mashaka hata kidogo na hali ya hewa. Na nyama zimeniongezea mafuta mwilini. Sawa. Si mbaya tukaanzia walau kidogo kwenye tukio lile la jana, alafu tuje kwenye hii mechi ya leo. Jana tulikuwa na tukio la nyama choma, ni tukio la kijamii lenye kuwakutanisha wanasimba kutoka mikoa mbalimbali ambao wako hapa Arusha kwa siku 10 kwa ajili ya kuipambania Simba yao, na ni tukio la kutengeneza umoja, mshikamano na upendo baina ya wanasimba, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukio letu limekuwa la mfano sana. Kwa wakazi wa Arusha wanasema hawajawahi kushuhudia tukio la namna ile. Ni tukio ambalo limewakutanisha wanasimba wengi, na kila mwanasimba ambaye amekuja amepata nyama ya kula na kutosha, na wengine wakabeba wakapeleka nyumbani. Ni wanasimba wamefurahi, na sisi lengo letu ni kuwafurahisha wanasimba. Sawa, tuje kwenye shughuli nzima hii ya leo. Tumekuwa hapa siku 9, 10 michezo mitatu ambayo tumecheza hii leo. Huu tukitimiza mchezo wa 3, ushindi wa mabao 3 kwa bila, namna ambavyo mchezo ulikuwa, lakini pia kwa siku zote ambazo tumekuwa hapa Arusha. Leo tumehitimisha safari yetu ya hapa Arusha tukicheza mchezo wetu wa 3 na ni mchezo wetu wa pili katika ligi kuu ya NBC. Malengo yetu ilikuwa ni kuondoka na alama 6 hapa Arusha, lakini kwa bahati iliyokuwa mbaya tumeondoka na alama 4. Si mbaya, inatosha, mapambano yanaendelea. Mchezo wetu wa leo dhidi ya Fountain Gate ulikuwa ni mchezo mwingine mgumu. Fountain Gate pamoja na mapito yao yote, lakini haiondoi kweli ya kwamba ni timu yenye wachezaji wenye vipaji vikubwa, lakini kama haitoshi ina bench la ufundi lenye watu wazoefu kweli kweli. Uweze kumdharau hata kidogo Freddy Minziro, uweze kumdharau hata kidogo Matias Wandiba, uweze kumdharau hata kidogo Henry Joseph Shindika. Ni watu ambao wanatengeneza benchi kubwa na gumu la kiufundi, lakini yote kwa yote tumeweza kucheza vizuri na kupata ushindi wa magoli 3. Shukran za kipekee kwa wachezaji wetu ambao wamepambana na hatimaye kupata ushindi siku ya leo. Kwa namna ambavyo tumecheza, Chama kibuka mchezaji bora wa mchezo, tukitetea tuzo hiyo, lakini kwa namna wachezaji wetu mmoja mmoja walivyocheza, wale walioanza, wale waliopata nafasi ya kuingia, kipi ambacho mkiona pia? Yaani mwendelezo wa timu yetu kuendelea kuwa bora na kuimarika. Timu inacheza, ina perform vizuri na mnapata tuzo baada ya mechi ambayo inakuja kwa mchezaji wenu. Ni jambo la kujipongeza kweli kweli, na niseme tu ya kwamba kadri timu yetu inavyozidi kwenda ndivyo inazidi kuwa imara zaidi. Leo hii tumeona kazi kubwa ambayo wameifanya wachezaji wetu kwenye nyakati ngumu, lakini wamepambana, tumepata ushindi na tuzo ya mchezaji bora vile tumechukua. Ni jambo la kufurahi, safari inaendelea. Sema hiyo rekodi umeijuaje? Mbona sidhani kama kuna Chama hajawahi kucheza Ruangwa. Yes, kumbukumbu zangu zinaniambia hivyo. Mara nyingi tulikuwa tukienda na anakosekana, ama akienda hapati nafasi ya kucheza. Imekuwa hivyo mara nyingi sana, lakini yote kwa yote umefika muda sasa wa wakazi wa Ruangwa, wanasimba wa Ruangwa kwenda kumshuhudia Chama katika dimba la Majaliwa kwa mara ya kwanza. Sawa, semaji kiujumla haya yote ambayo yametokea hapa Arusha na hiki ambacho kimetokea leo, umeridhika na umefurahishwa na vote ambayo toka kabla hatujaenda kwenye kitu kinachofuata? Nimeridhika. Wakazi wa Arusha wameonyesha love ya kutosha sana, wameipokea timu yao, wameilinda timu yao, wameitunza timu yao, wamefanya kila kitu possible kuhakikisha kwamba Simba inakuwa salama hapa Arusha. Mimi niwashukuru sana kwa niaba ya bodi ya kurugenzi ya Simba Sports pamoja na management ya Simba. Niwashukuru kwanza viongozi wa Simba mkoa wa Arusha kwa umoja, ushirikiano na namna ambavyo wanapambana kuipambania Simba yao. Lakini kwa kipekee kabisa mashabiki wa Simba wa hapa Arusha na kaskazini yake kwa ujumla wamekuwa bega kwa bega na timu yao kuanzia mechi ya kwanza mpaka mechi ya mwisho, na matukio yote ya kijamii ambayo wamefanya kwa moyo mmoja kweli kweli. Niwapongeze, niwashukuru, hadi wakati mwingine. Sawa, semaji nini kinafuata? Kikosi kinaondoka leo usiku kuelekea Dar es Salaam. Kesho tutapumzika Dar es Salaam, kwa maana tarehe 16
tarehe 17 tutafanya mazoezi kidogo. Baada ya hapo safari ya kuelekea Ruangwa kwenda kuwafuata Namungo Football Club. Shukrani sana. Coach, congratulations. Thank you. Good job. Thank you. Hope you enjoyed nyama yesterday. Yes, I did very much. We must come back for that. Inshallah, we'll come back. Yeah.